Karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Hamas imekataa kupokonywa silaha na wakati huu imekuja na jina la yule wanayekubaliana naye kutawala ukanda wa Gaza, huku ikimchagua Amjad Shawa kuongoza bodi mpya katika eneo la ukanda wa Gaza. Hamas imesema inakataa na haipo tayari kuachana na mpango wa kuachia silaha katika eneo hilo la ukanda wa Gaza. Inaendelea kudumisha udhibiti. Hamas inakusudia kudumisha udhibiti wa usalama huko Gaza katika kipindi cha mpito. Mohamed Nazal, afisa mkuu wa Hamas, aliambia shirika la habari la Reuters, akiongeza kuwa hawezi kujitolea katika kundi hilo kusema atalipokonya silaha. Nazal pia alisema kundi hilo liko tayari kusitisha mapigano hadi miaka 5 ili kujenga upya ukanda wa Gaza ulioharibiwa na dhamana ya kile kinachotokea baadaye, kulingana na Wapalestina kupewa upeo na matumaini ya serikali. Akizungumza na Reuters katika mahojiano kutoka Doha, Qatar, ambapo wanasiasa wa Hamas wameishi kwa muda mrefu, Nazal alitetea ukandamizaji wa kundi hilo huko Gaza ambako lilitekeleza mauaji ya umma. Siku zote kulikuwa na wakati wa vita na wale waliouawa walikuwa wahalifu na hatia ya kuwa, alisema. Hamas haijabadilisha DNA yake. Hawana nia ya kujipokonya silaha, alisema Kobi Michael, mkuu wa zamani wa dawati la Palestina katika wizara ya masuala ya mikakati. Hawakusudii kuondoka katika ukanda wa Gaza na kutakuwa na sehemu ya siku inayofuata, alieleza zaidi. Hata hivyo, wanadaiwa kumteua kiongozi ambaye wanasema atakuwa katika kuiongoza bodi mpya katika ukanda wa Gaza, wakimtaja Amjad Shawa. Idhini ya Shawa ilitokea wakati wa mkutano wiki iliyopita kati ya Hamas, mamlaka ya Palestina na ujasusi wa Misri mjini Cairo, kulingana na shirika la habari la KNA, ingawa uteuzi wake rasmi unategemea Marekani. Amjad Shawa, mkuu wa mtandao wa mashirika ya kiraia huko Gaza, ametajwa na Hamas na mamlaka ya Palestina kuwa ndio kiongozi aliyeidhinishwa kwa bodi mpya ya kiteknolojia itakayotawala ukanda wa Gaza. Shirika la utangazaji la umma la Israel KNA News limeripoti Jumapili jioni. Idhini ya Shawa ilitokea wakati wa mkutano wa wiki iliyopita kati ya Hamas, mamlaka ya Palestina na ujasusi wa Misri mjini Cairo, kulingana na KAN, ingawa uteuzi wake rasmi unategemea jinsi gani rais wa Marekani Donald Trump atakavyopokea. Amjad Shawa anaunga mkono Hamas bila kuwa mtu wa Hamas, vyanzo vya Palestina viliambia KNA. Wakati Hamas ilichagua nusu ya wajumbe wa bodi watarajiwa, mamlaka ya Palestina ilichagua nusu nyingine wakati wa mkutano wa Cairo. Na hata hivyo, KAN imeripoti kwamba Misri iliwasilisha orodha iliyokamilika kwa Hamas ili kutuliza shirika. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tulikuwa nayo. Ni mipango ya Hamas kuamua kutoachana na silaha licha ya vitisho vinavyotoka kwa Rais Donald Trump kwamba watawaangamiza, lakini pia wameamua kuja na jina la Shawa, mmoja kati ya watu ambao wanasema wataiongoza bodi ambayo rais wa Marekani Donald Trump ataiteua kwa ajili ya kuongoza ukanda wa Gaza. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.